Kwa msingi huu na kwa kuzingatia moja ya mambo muhimu tuliokubaliana kwa maisha ya watu ni lazima yalindwe kwa gharama yoyote, ndio maana leo kwa unyenyekevu mkubwa na wasihi wale wote ambao wanasukumwa na kuhamasisha jambo la fujo na vurugo na uvunjifu wa amani, waache kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo hakuna tija. Na sio tu tarehe 9 au 25, bali siku zote zinazokuja mbele, kwani kufanya hivyo kuna hatarisha maisha ya watu ambayo maisha yale yana thamani kubwa. Kama mnavyoelewa, katika Uislamu ni haramu mtu kuiua nafsi ya mtu mwingine. Kama ambavyo pia natumia fursa hii kuwaomba viongozi wakuu wa dini kuendelea kuzungumza tuna wanasihi viongozi wote wa dini kwa ujumla wao waendelee kuwa watulivu, na tunaomba wananchi Waislamu na wasiokuwa Waislamu waendelee pia kuwa watulivu, lakini wawe walinda amani na kuepuka uchochezi ambao unaweza ukatugawa popote pale ulipo uchochezi huo, iwe kwenye mitandao ya kijamii au kwingineko. Kama ambavyo pia uundwaji wa tume ya uchunguzi ambayo inatoa nafasi ya kutusikiliza viongozi wa dini na wananchi wote kwa ujumla ni jambo jema sana, kwa maana linatoa nafasi ya kila mwananchi kusikilizwa. Kwa msingi huu tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa uundwaji wa tume hii, na tunakaribisha uundaji wa tume ya maridhiano na hatimaye kuelekea kwenye swala la katiba mpya. Mimi nikiwa kiongozi wa Waislamu Tanzania, na baada ya yote hayo niliyoyatanguliza kuyasema hapo juu, pamoja na viongozi wenzangu wote tuliokuwa nao, napenda kueleza kwa niaba yao yafuatayo. Moja, tunaunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa tarehe 2 Disemba 2025 wakati anahutubia wazee wa Dar es Salaam. Pili, tunanasihi waumini wetu popote pale walipo ndani na nje ya nchi waache kushiriki au kushawishi watu kwenda kwenye maandamano yaliyopangwa tarehe 9 Disemba 2025 na hata atakaoweza kupangwa tena baadaye iwapo hayatakidhi vigezo na kupata kibali cha kuandamana. Tatu, kwa upande wa wazazi tunawaomba tuwape nasaha vijana wetu wasije wakajiingiza kwenye mikumbo au kwenye mkumbo na kukubali kutumika kama mtaji wa watu wengine wachache ambao hawaitakii mema nchi yetu. Kwa Watanzania wanaoitakia kheri nchi yetu, tunaomba wawaelimishe wenzao kuhusu madhara ya maandamano yanayokwenda nje ya utaratibu uliowekwa kisheria. Kwa wale Watanzania wanaoishi nje ya nchi, yani diaspora, tunawaomba watumie fursa zao kuisaidia nchi yetu badala ya kukubali kutumika kuiangamiza nchi yetu. Wakumbuke kuwa kuipenda nchi ni ukamilifu wa imani. Hubbul watan min alamati al-iman. Kupenda nchi ni katika jumla ya kuonekana ukamilifu wa imani ya mtu. Na inawezekana kuwa huko waliko wana hali nzuri zaidi ya maisha kuliko Tanzania, lakini wasisahau kuwa nyumbani ni nyumbani kila itakavyokuwa. Iwapo atakubali kutumika kwa kuiharibu nchi yetu, hasara itakuwa kwetu sote.
wakiwemo jamaa zao, babu zao, bibi zao, shangazi zao, wana wao, wajomba zao ambao wamewaacha Tanzania. 6, mimi kama mufti na kiongozi wa Uislamu na viomba vikundi vyote vya dini zote viache kutoa matamshi ambayo yataleta mhemuko kwa wafuasi wao dhidi ya dini nyingine, na pia waache kabisa malumbano ya kidini, badala yake vihamasishe wafuasi wao kuiombea nchi yetu amani na utulivu. 7, tunawasihi wafuasi wetu wa dini na madhehebu zote tuunge mkono jitihada za serikali yetu katika kulinda amani na utulivu kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanafahamu kuwa kuna mtu au watu au kikundi cha watu kinapanga au kushawishi kufanya vurugu siku ya tarehe 9 au siku nyingine za mbele zijazo. 8, tunawakumbusha Watanzania wote kuwa si nchi zote zinapendezwa na amani iliyopo nchini mwetu. Vurugu za tarehe 29 Oktoba 25 zinachangiwa na vita vya kiuchumi. Baadhi ya nchi zinataka kuivuruga nchi yetu ili zipate sababu za kuja kuchukua rasilimali zetu kwa manufaa yao kama wanavyofanya kwenye nchi nyingine. Tusiwape nafasi watu hao. Natoa wito kwa mashehe wa mikoa, wilaya, kata na maimamu wote pamoja na viongozi wa taasisi zote Tanzania kuendelea kufanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuendelea kuwaelimisha vijana wetu kuwa watulivu na kuendelea kuwasilisha hoja zao na matatizo yao kwa viongozi waandamizi wa serikali katika maeneo yao. Pia tunawasihi viongozi wa serikali kuendelea kupokea kero za wananchi na kuzishughulikia kwa wakati ili kupunguza malalamiko yasiyo lazima kwa wananchi. Ewe Mola wetu wa haki, tunakuomba amani ya kudumu katika nchi yetu. Wajalie wananchi wake kuwa watulivu na wenye uzalendo katika nyoyo zao. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kheri na baraka katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu, kila mwenye dhamiri mbaya ivunje dhamiri yake asipate kusimama. Wewe Mwenyezi Mungu ndio muweza juu ya kila kitu na ndio mwenye kustahiki kuitikia dua zetu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran sana Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar bin Ali Wazwana kwa maneno yako yenye hekima kubwa sana. Inshallah tuliohudhuria shughuli hii kuna mambo mawili naomba uyasikie. La kwanza kabisa, ni ombi kama tulivyokaa, basi hata viongozi wetu hapa wakitoka baada ya dua tunaomba tuendelee kukaa humu, kwa sababu miongoni mwa vitu vizuri vilivyotayarishwa baraka ya mchana tunaambiwa tubaki hapa ili tuweze kuipata hiyo baraka. Inshallah, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, umekuwa na mapenzi makubwa na watu mbalimbali, na hasa pia kule maeneo ambayo umepata kukaa nao karibu. Hivi sasa ni dua ya mwisho, na hii kwa maelekezo yako Mheshimiwa Mufti wa Tanzania itasomwa na Sharif Mihdhar Khitam. Tafadhali njoo tuombe dua. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, na ni jana tu walau ametoa kwa mukhtasar namna wewe ulivyo. Tuliokuwepo tumepata faida. Basi tunakuomba mzee wetu uje kutuombea dua hiyo, amani na utulivu tuendelee kuipata.